Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ismail Ali Hamza. Kwa jina naitwa Hashim Makame Hamis. Kwa jina naitwa Ahmed Jafar Thani. Sisi ni wahitimu wa 45 kutokea Jumakema. Tumesimama hapa mbele yenu kuja kuwafundisha jinsi ya kuvika sanda ya maiti na kuweza kumsalia. Maiti ya Kiislamu imegawika katika pande mbili. Kuna maiti ya kike, kuna maiti ya kiume. Na maiti ya kiume ina majamvi matatu, lakini maiti ya kike ina mabale matano. Kwa hiyo kutokana na muda leo tutaiweza kuangalia kuvisha sanda maiti ya kiume. Maiti ya kiume katika mambo yanayofanywa maiti ni manne. Jambo la kwanza ni kuoshwa, la pili kukafiniwa, la tatu kusaliwa, la nne kuzikwa. Tutaanza kuonesha jambo la kwanza ambalo maiti anaweza kufanywa kabla ya kuwa hajavishwa sanda, mpaka kuvishwa sanda, mpaka kusaliwa na mpaka kuweza kufikishwa kaburini. Tutachukua mkeka wetu huu, tukiweza kutandika chini, ili hapa kupata urahisi kuweka majamvi yetu matatu. Inayofuata tutachukua jamvi letu la kwanza na kuweza kuliweka. Na tutachukua jamvi letu la tatu tutaliweka. Na tutachukua jamvi la tatu tutaweza kuliweka. Sanda yetu hii tutaweza kuitoboa hapa mwanzo, kati na huku mwisho, mpaka huku hapa mwisho tutaweza kuitoboa, ili sanda yetu hii isije ikaja ikayumba yumba. Na baada ya hapo sanda yetu itakuwa tayari kwa manukato. Tushaitia manukato, na hapo tutaweza kuikunja mikunjo miwili, tukiweza mikunjo hiyo kuikutanisha. Na baada ya kuikunja mikunjo hiyo mpaka tukaikutanisha, tutachukua, tutaikunja tena na kuweza kuikunja tena mabale matatu. Sanda yetu hapo itakuwa tayari na kuweza kwenda kumvisha maiti wetu. Tutachukua sanda yetu hii na kupeleka alipolazwa maiti. Sanda yetu hii tutaisogeza karibu na alipo maiti wetu, na maiti wetu hatakiwi kuonekanwa. Maiti yetu tutanyanyua ubale kwa kuweza kuipenyeza sanda yetu. Sivyo. Maiti wetu tukiwa tumemfikisha hapa bila kuonekanwa,
Tutachukua jamvi la kwanza na kulipelekea mkono wa kulia, na tutachukua jamvi hilo la kwanza kulisogeza kati ili tuweze kuitoa ile nguo ya ndani ile kuwemo. Tutaitoa nguo yetu tutaitoa nguo yetu taratibu bila maiti yetu kuonekanwa. Na nguo hii itakuwa tunaitia kwenye debe la taka. Baada ya hapo tutachukua pamba na kuweza kumtia maiti yetu kwenye vidole vyake, kwenye sehemu yake ya siri na kwenye paji la uso. Kisha sanda hii tutaifunga vizuri. Kunje mwalimu. Baada ya hapo tutachukua tena jamvi la pili kuweza kulipeleka upande wa kulia, na tutachukua tena jamvi hilo kulipeleka upande wetu wa kushoto, huku tukiwa sanda yetu tunaikaza kidogo. Na tutachukua tena jamvi la tatu kulipeleka upande wa kulia, na tutachukua jamvi hilo kulipeleka upande wetu wa kushoto. Maiti yetu hapa itakuwa tayari kwa kuweza kufunga mfungo wa pipi. Ataanza kufungwa na tutamuinua maiti wetu kumpitisha kamba na tutaifunga upande wa mwisho kwa miguuni. Maiti yetu hapo itakuwa tayari, na tunaivisha maiti yetu mkeka ili kuweza kuifikisha msikitini tukaiswalie. Mwanamke banda kuchi kichwa tutaweza kukielekeza kwa upande wa kibla. Kabla ya kusaliwa maiti wetu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia kwamba tusimswalie maiti wetu mpaka madeni tuweze kuyakabidhi kwa jamaa zake. Na jambo hilo alhamdulillah tumekuwa Waislamu wengi tukilifanya, tukiweza kukabidhi madeni kwa jamaa zake, na hapo ndipo tukaweza kumswalia maiti wetu. Katika kumswalia maiti wetu kuna vipengele vinne. Kipengele cha kwanza tutasoma suratul Fatiha. Kipengele cha pili tutamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kipengele cha tatu tutamwombea dua maiti, na kipengele cha nne tutaombea dua Waislamu wote.
Kwa kwanza kuswali swala yetu ya maiti, na safu zetu tutakaa sunna, tutakaa witri, na hapo tutakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kusalia swala yetu kwa takbira 4. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Hapo tutakuwa tumeweza kumswalia maiti wetu na kuweza kumfikisha katika hatua inayofuata. Hatua ya 4 ni kuweza kumfikisha kaburini. Lakini kabla ya hapo, tunawahusia wenzetu ambao watu wakiwa wanaswali swala ya maiti wao huwa wanakaa nje. Haipendezi vizuri sana watu wakiwa wanaswalia maiti wewe ukiwa unakaa nje, na hata wengine na wao pia washazoea kabisa kwamba mzee wake anapokufa yeye hana haja ya kuswali swala ya maiti, anakaa nje na kula story na watu. Kwa hiyo tujitahidi kuwafundisha watoto wetu, tujitahidi sana kuwafundisha watoto wetu kwamba anapokufa mtu awahi kwenda kuswalia swala ya maiti. Na pia hili swala kila mtu atapita, hakuna hata mmoja atakayebaki, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal fitna, ila akhir al-aya. Na aya nyingine kadha wa kadha katika msahafu pia zinaelezea. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tunatakiwa tujitahidi katika haya mambo, kujua kuvisha sanda ya maiti wa kiume, kujua kuvisha sanda ya maiti wa kike. Haya ni mambo ya muhimu sana. Ukiweza kujua, unamfundisha na mwingine, unamfundisha na mwingine, unamfundisha na mwingine. Katika jamii yetu leo imekuwa tunaenda kumtafuta shekhe wa mbali huko, tutampigia shekhe yuko fuoni na sisi tuko shamba ili aje kutuoshea tu maiti wetu. Lakini kijana wetu tumeacha kumkosesha kumfundisha mambo kama haya. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tunakumbushana hapa Jumakema tunafundisha kila kitu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsantum ahsanal jazaa fi dunya wal akhirah. Nazania wengi tumeliona tukio hilo. Watu tulio wengi hatujui namna ya kumvisha maiti sanda, lakini watu tulio wengi hatujui namna ya kumsalia maiti. Mtu anamsalia maiti, wako watu ile Allahu akbar basi anasoma alhamdu, anaitafuta na kul huwallahu iliko anasoma, ili mradi hatujui. Baba yako anafariki, wewe ndo unakaa nje huko, hujui uende ndani ukafanye nini. Hawa watoto wamefundishwa namna ya kumsalia maiti. Tunawaomba watakapokufa wazazi wenu, tunamuomba Allah awape umri mrefu wazee wetu, lakini watakapokufa nyinyi ndio muwe mstari wa mbele kuhakikisha mnaingia wenyewe. Maiti anapokufa ana aibu sana. Kuna kisa kimetokea Uturuki, baada ya kufa mtu mmoja, harufu imetoka mtaa mzima, unashughulika nini? Kumbe maasi aliyoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mkumbukeni na yule kijana duniani ameonekanwa ana nyoka katika masikio yake, wakaitwa madaktari kumtoa, imeshindikanwa, wakaitwa mashehe, imeshindikanwa. Mwisho wa siku ikatafutwa nini ilikuwa tabia yake. Kumbe saa zote alikuwa anakaa na foni katika masikio yake, anasikiliza machafu. Wangapi leo kazi yetu kusikiliza muziki za kina Diamond na Zuchu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala alimpa adabu yule kwamba hichi tunachofanya sio kizuri.